Ngoja tuingie sasa kwenye mada muhimu kabisa ambayo nilidokeza siku za nyuma huko kwamba sisi wa Afrika, kitu kimoja ambacho kilikuwa ni mwiko, yaani maana ya mwiko ilikuwa maana ni kama kanuni ambayo haitakiwi ivunjwe, ilikuwa ni kuwala wanyama. Sisi kwa namna ya kisasa sisi tulianza kuwa ma-vegetarian wa kwanza, kwa sababu sisi ndio chimbuko wa kila kitu, na hii ndio maagano tuliopewa, ambayo nafikiri miezi mitano iliyopita nilikuwa nimeelezea kwenye ile video nilio na hawa jamaa wa United Kingdoms of Africa, kwamba nitakuja nitambulishe kwamba sisi ndio tulipewa maagano. Nitakuja niwaeleze maagano tuliopewa. Hatuwezi tukaambiwa na mtu mwingine wa nje ya Afrika au hao waliokuja tunaita machipukizi yanayotokana na sisi, na wale ambao wanaitwa kwenye Biblia malaika walioshuka kutoka mbinguni. Sisi ndio wenye kuweza kutambulisha dunia kanuni ambayo ndio huo mwiko na uzungumza, au miiko ambayo tulipewa na mbingu kuu, anga mtambuka, the universe, namna gani ya kuishi katika mazingira yaliyotuzunguka, na vitu gani kwetu ndio viwe chakula. Sasa leo nitakuwa na donoa hapa na pale ili kuweka sawasawa, ili tuutumie muda vizuri. Sasa basi, tukianza na kule kwenye kitabu cha Biblia Agano la Kale, ule mwanzo kule wanaita kitabu cha Mwanzo, unaweza kukuta kuna baadhi ya vitabu ambavyo sasa hivi vimeanza kuibuka. Kimojawapo ni muhimu sana, kitabu ambacho kinaitwa Biblia ya Ethiopia. Biblia ya Ethiopia bado ina vitabu 88, na baadhi ya vitabu hivyo 88 ni hivyo 14 ambavyo vilienguliwa pale Nasia, ile baraza la Nasia pale mwaka 325 AD pale Nasia iliondolewa zile, na kuna sababu kwa nini waliziondoa. Sasa ukiambiwa habari ya Adam na Eva kisa kizima, ukija huko kwenye Biblia ya Ethiopia inaeleza vinginevyo, kutokana kwamba inabebwa na vile vitabu walivyovitoa wale mabwana. Kwa hiyo walivistukia mapema kwamba vitawaharibia utaratibu wao wa namna ambavyo wanataka kuihadana, kuidanganya dunia ili waweze kuitawala. Kwa hiyo sasa, kama nilivyokuwa nimesema, au wakati wote ninapokuwa nazungumza ya mambo, nakuwa nasisitiza kwamba yote, nyakati zimefika, yote yaliyofichika yatawekwa wazi, na ndio hii mtiririko unaoendelea sasa hivi wa kila kitu kinaanza kuweka wazi sasa. Kwa hiyo vitabu kama vya Jubilee vinaelezea habari halisi ya ule mwanzo wa binadamu ulikuwaje, na huyu anaitwa Adam na Eva kwa huku unaelezwa katika misingi ipi. Sasa basi, nimekwenda nikadokeza hapo kwenye Adam na Eva kwa sababu nataka niingie kwa watoto wao, wale ambao Biblia imeeleza habari ya Abeli na Kaini peke yake. Halafu wakasema walikuja wakagombana, huyu Kaini akachukua uhai, yani akamrudi akamuua mdogo wake. Sawa jamani? Halafu wakasema ugomvi ulitokana na sadaka. Ni mambo ya uongo, haikutokana na sadaka. Halafu hawa wawili walikuwa na dada zao. Hawa walizaliwa mapacha. Hawa kila mmoja amezaliwa na mapacha wake wa dada yake, yani yeye amezaliwa wa kiume na akazaliwa mwenzie pacha wa kike, hivyo hivyo na upande wa pili hivyo hivyo. Kwa hiyo katika miiko ambayo ni kanuni ya anga mtambuka, ikawa haiwezekani yule aliyezaliwa pamoja, waliokuwa pamoja kwenye tumbo awe mke baadaye. Kwa hiyo ikabidi wafanya nini? Iwe utaratibu wa kubadilishana. Kaini alikataa kwa sababu alimpenda zaidi yule pacha yake aliyozaliwa naye, na sisi hili jambo tunalielewa. Mapacha siku zote, wewe ukitaka ugomvi
Usije ukagombana na pacha mmoja alafu kajitia urafiki wa pacha mwingine, unakosea, kwa sababu yule atakuwa hakubaliani na wewe, hata kama akikwambia sawa, wewe ni rafiki yangu, anakudanganya, halafu aone unaendelea kumponda pacha mwenzie, unafikiri atakuacha? Wale wanakuwa hivi. Kwa hiyo ikawa ni challenge, yani ikawa ni changamoto, akakataa. Kwa hiyo wakawa kuna ugomvi sasa, ugomvi kutokana na wivu wa kimapenzi. Afu Biblia inatuambia ulikuwa eti wamegombania wivu wa Abel amebariki na sadaka yake imekubalika. Hakuna kitu cha namna hiyo. Alafu kwa kuwa walikuwa hawawezi ni mwiko kula wanyama, inakuwaje sasa wamchinje mnyama kwa ajili ya sadaka? Sasa unaiingizaje kwenye Biblia kwamba kulikuwa na kuchinja sijui nini, ambayo imekwenda mtiririko moja kwa moja mpaka kwa kina Abrahamu huko wanataka kuchinja watoto wao? Jamani, tunaanza kuelewana jamani sasa hivi. Kwa hiyo imekaa namna hiyo. Mimi nimekataa kabisa ya mambo ya kwenda kwenye matambiko na kuanza kuchinja wanyama na kunyunyizia vitu fulani. Tena makosa mengine yanafanyika, unakuta wananyunyizia pombe kwenye kaburi. Unanyunyizia pombe. Pombe ni kitu chenye maana, hata wewe mwenyewe unaweza ukakiweka tumboni. Kwa nini unakiweka huko chini? Kina virutubisho gani hata useme kwamba hii naweka ardhini kama mbolea? Kitu ambacho ni kemikali, kwa sababu imeshageuka ile. Imekuwa tindikali. Kwani si kimea kile bwana? Kimewekwa kikafundikwa mahali kikageuka kikawa pombe. Kwa hiyo sasa, hiyo nafikiri imeeleweka. Kwa hiyo tukianza kuwasakama watu wa Biblia na kwamba hawa sio Wakristo, tunakuwa na maana. Sasa ngoja turudi mahali pengine ili tuangalie sawa sawa mambo yanakwendaje hapa. Haya, ukisikia habari ya yule mfalme Daudi alipigana na Wafilisti, halafu yeye alimshinda mtu mmoja katika lile jeshi la Wafilisti anaitwa Goliati. Ina maana tunazungumza sasa, Goliati ni masalia yaliyobakia kwa wale malaika walioshuka kutoka mbinguni, wakaja wakawaona mabinti wa wanadamu ni wazuri, halafu wakafanya nini? Wakawachukua na kuwajamiana nao. Kwa hiyo matokeo yake wakazaliwa hayo majitu. Hiyo ni Biblia na imezungumza vizuri tu pale, si ndio? Sasa basi, Goliath alikuwa mmojawapo katika huo uzao wa hayo majitu. Sasa basi, Daudi alikuwa ni mtu mweusi, kwa sababu ni miaka mingi sana hiyo unayozungumza. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote atakayeniambia miaka ya Daudi inatofautiana na ile historia nilikuwa naelezea juzi hapa kuhusiana na hawa jamaa wa Sumaria, ni wale ambao na wenyewe wametokana na Anunnaki. Anunnaki maana yake, ndugu zanguni, ni wale malaika walioshuka kutoka huko mbinguni, wale malaika walioasi kutoka huko kwenye masayari mengine, na wao walikuwa kazi yao wao waangalizi tu wa kuangalia kinachoendelea duniani, yaani kama walinzi, yaani kama tulivyo sasa hivi unaambia bwana, nilindie eneo langu hili la shamba, mimi mwenyewe nasafiri hivyo. Kwa hiyo na wao waliwekwa katika shughuli hiyo, ni kama vile tunasema ndio moja ya kazi za walizopewa hao watu ambao kwenye Biblia wameitwa malaika walioshuka kutoka mbinguni. Sasa basi, hebu tukubaliane jambo lingine hapa. Maana imekuwa sasa kuna vitu vya mzaha vinaendelea hapa, alafu watu wanakuwa wanaona ni sawa sawa tu. Hapa sasa hivi kuna utaratibu unaendelea hapa Tanzania, hapa Afrika. Tuna watu ambao wameshaanza kusema kwamba eti sisi ndio tunaoshikilia kama makuhani wa kuirudisha Afrika au Afrika kule kwenye imani zetu, kule kwenye ibada zetu. Na mmojawapo mimi nitasema hapa moja kwa moja anaitwa lazima tutumie jina lake kamili, wanamuita Bishop Maponga. Juzi hapa alikuja Tanzania akaongea na waandishi wa habari, Nani alimwalika? Walimwalika, wanajiita Umoja wa Machifu. Sasa basi, hebu tuwafuatilia Umoja wa Machifu. Sijui ni mwezi uliopita ule wa 5 nafikiri, walikuwa Dodoma wanafanya matambiko, si ndio? Haya nayokataa. Sasa hebu turudi nyuma tena ili niwape madini ya kuwasaidia. Je,
mambo ya matambiko yalianzaanzaje? Je, ibada halisi ya Waafrika wa kale ilikuwaje? Sasa nitaeleza ilivyokuwa. Wewe una tatizo, unakwenda mtoni, kwenye mto, kwa sababu kama nilivyozungumza au nitazungumza tena kuelimisha kwamba sisi Waafrika, watu weusi wa kale, tulikuwa tunakwenda sambamba, tunaishi sambamba na mazingira. Mazingira na sisi ni kitu kilikuwa kimoja. Tulikuwa tunaamini hivyo kwamba mlima una uhai, mti una uhai, mnyama hawezi akauawa kwa sababu ana damu. Sasa tulikuwa tunaweza tukasema tunataka tutatue matatizo, basi mmoja mmoja kwa wakati wake, sio lazima liwe kundi. Anakwenda tu mtoni. Sasa hivi wanaita wishes kwenye sikukuu za kuzaliwa watu. Sasa hivi unakuta kuna utamaduni ka kuweka mishumaa kwenye keki, alafu unaambiwa puliza utoe wishes. Walikuwa wanakwenda kule mtoni, alafu anauliza, anafanya wishes hiyo kwamba nataka tatizo 1 2 3 litatuliwe, tunataka mvua, nimeona kijiji changu hakina nataka mvua. Ilikuwa haina haja kumweka mtu katikati hapo wa kusema mimi nitakwenda kufanya kwa niaba, mimi ndo nitakuwa dalali wako wa kuongea na anga mtambuka na kuongea na nature. Ilikuwa hakuna. Kwa hiyo ilikuwa akishafanya hivyo anaondoka zake, amekwenda kumtoni tu pala pale, akasema mimi nataka 1 2 3, basi na inafanyika, mvua inaanza kunyesha, anaondoka zake. Hiyo moja. Nambari 2, haya makanisa, haya mahekalu yalianzaje na ilikuwaje nyakati za hao watu weusi wa kale? Makanisa kwa namna ya sasa inaitwa makanisa, lakini tufanye mahekalu, Kiswahili kitaeleweka hichi. Mahekalu kweli, Waafrika walikuwa wanajenga mahekalu, lakini sio alikuwa mahali pa kwenda kuabudu. Zile ndio vilikuwa vyuo vikuu vya wakati ule. Kuna baadhi ya Waafrika ambao walikuwa wanaitwa babalao, walikuwa wanashushiwa maono, walikuwa wanafunuliwa, wanakuwa zaidi kuliko wengine katika jamii. Hao ndio walikuwa maprofesa wa kufundisha hapo kwenye hayo mahekalu. Sasa mahekalu ya mwanzo yalikuwa kwenye mapango tu, ilikuwa mambo yanafanyika huko. Anakuja jamaa na mwaga madini na kutatua matatizo na kurekebisha. Elimu inaendelea ya juu, ilikuwa ni ya juu, ndio maana inaitwa university za Kiafrika za nyakati hizo, sio shule. Shule ilikuwa nyumbani. Baba amekaa amezunguka tuliongelea habari hiyo, amezunguka moto, mmeshiba viazi vya kuchemshwa, ndio ana kashule katika kila nyumba, au kila nyumba 2 3 wanakusanyika, au ukoo. Ile ilikuwa shule. Chuo kilikuwa kuna mtu wanaitwa babalao. Sasa basi, hii nafasi ya ukuhani hapa Tanzania, kuna watu wanataka kuchukua hiyo nafasi eti ya babalao, lakini hawakidhi vigezo. Wewe unakuja kusema mimi ni chief, umevaa pete chungu mzima, unasema vile mimi na majini. Wewe unataka kuniambia wewe ndio babalao? Wewe ndio unachukua nafasi ya hao wahenga na wazungumza. Anzeni kuelewa hili jambo jamani. Mnaona wanapoanza kupotosha, halafu ukimsikiliza unamsikia kama anaongea kama mwanasiasa fulani hivi. Sasa basi, kama nilivyokuwa nazungumza siku zote, mambo yataendelea kufanya nini? Yataendelea kuwekwa wazi. Hili jambo nitalitafutia muda tena, nitarudi tena hapa ili tuweze kumalizia hili somo vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.